Kwa kundi hili la Young Africans wengine wanaita kundi la kifo, kundi gumu kweli kweli ukilinganisha na mnyama Simba wengi wanavyosema. Kwa upande wako unaona Young Africans kweli ipo katika kundi gumu, kundi B? Yeah, of course. Kundi yani Yanga sio tu wapo kwenye kundi gumu, wapo kwenye kundi ambalo kuvuka kwenda kwenda knockout stage ni tunaweza kusema nearly impossible. Yani inakaribiana na kutowezekana. Yeah, of course. Yani kwenda hatua inayofuata kwenye kundi lile inakaribiana na kutowezekana kabisa. Kwa sababu unajua unavyokuwa unazungumza vitu kama hivi lazima umwambie mtu namna ya kumuelewesha, sababu asione kama una criticize team na vitu kama hivyo, lakini ni kwamba lile kundi lina timu strong sana. Huo ndio ukweli. Al Ahly, imagine Al Ahly katika miaka 10 iliyopita, nafikiri nilikwambia katika miaka 10 iliyopita imekuwa na wastani wa kuingia hatua inayofuata baada ya makundi kwa 90%. Umeelewa? Na katika hiyo miaka 10 yote wameshiriki. Msimu ambao wameshindwa kwenda hatua inayofuata ni msimu wa 2015-16. Sawa? Ndio walimaliza nafasi ya 3 nyuma ya Wydad na Zesco. Toka 2015-16 wameshiriki mara 9 consecutively basi na kushindwa kwenda hatua inayofuata. Manake 90% progression rate. Lazima iende makundi. Lakini kuna FAR Rabat, timu kutoka Morocco. Of course hii imeshiriki hatua ya makundi, hii inakuwa mara ya 3. Inashiriki this time mara ya 3. Manake mara ya kwanza ilikuwa 2007 wakashiriki timu msimu uliopita. 2007 walishika nafasi ya 5. Yaani inamaanisha nafasi ya 4 walishika mkia, alafu walikuwa na alama zao 5. Na nikukumbushe tu hiyo 2007 pia huyu JS Kabylie ambaye wapo pia kundi moja msimu huu alikuwepo kipindi kile. Kwa hiyo huwezi jua historia inaweza kajirudia wakamaliza nafasi ya 5. Lakini je, kikawaida hiyo inawezekana? Ndio tunakuja sasa kupima, kwa sababu msimu uliopita walipangwa kundi gumu zaidi kuliko hili. Walipangwa na Mamelodi, walipangwa na Raja, wakapangwa na AS Maniema. Hapo ukiangalia AS Maniema tu peke yake ndio kibonde. Raja na Mamelodi ni timu strong. Automatically unapata picha jinsi gani ambavyo walikuwa bora msimu uliopita. Tena walikuwa kinara wa kundi. Sio, unaelewa? Unaelewa? Lakini ukiacha hivyo, ukijaribu kufuatilia ndani ya miaka 10 timu kutoka Morocco zimefanya nini kwenye group stage? Timu kutoka Morocco ndani ya miaka 10 zimekuwa na wastani wa kuingia hatua inayofuata kwa 90%. Unaelewa? Asilimia? Msimu ambao timu kutoka Morocco zimeshindwa kusonga hatua inayofuata au imekosa mwakilishi katika hatua ya robo finali ni msimu wa 2023-24 ambapo ndo Wydad alimaliza nafasi ya 3. Umeelewa? Msimu uliopita Raja pia alishindwa kwenda hatua inayofuata, alimaliza nafasi ya 3. Lakini mwakilishi walikuwa naye ndo huyu FAR Rabat, kwa sababu si walikuwa kundi moja FAR Rabat na Raja. Kwa hiyo wakapata mwakilishi kwenye hatua inayofuata. Na ukiachana na hivyo, sio tu kwamba wanaenda hatua inayofuata, wana wastani wa 71.4 za kumaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi. Si unanielewa? Nafasi ya kwanza kwenye kundi wastani wa 71.4. Of course imeshawahi kutokea mara 3 tu ambapo timu kutoka Morocco imemaliza nafasi, yani kushindwa kuongoza kundi. Umeelewa? Ndio nazungumzia hiyo msimu wa 2024-25 nimeshamzungumzia Raja alimaliza nafasi ya 3, msimu wa 2023-24 Wydad alimaliza nafasi ya 3, na msimu wa 2019-20 Raja na Wydad zote zikimaliza nafasi ya 2. Sasa hapo Yanga anaenda wapi? Yanga anaenda wapi? Haya, ukija kwa JS Kabylie, timu kutoka Algeria. Of course JS Kabylie amecheza hatua makundi mara 6. Unaelewa? Mara 6. Toka 2006. Umeelewa? Ameingia hatua inayofuata mara 2, 2010 na 2023. Lakini timu kutoka nchini Algeria zimekuwa na wastani wa 61.5 kwenda hatua inayofuata. Manake sasa hapa huyu at least wastani wake, timu za Algeria at least wastani wake kwenda hatua inayofuata ni chache, 61.5. Na of course tuseme zinamalizaga nafasi ya 2. Umeelewa? Kwa wastani wa 51.5 wamekuwa wakimaliza nafasi ya 2. Yaani maana yake mara mwisho au timu pekee kutoka nchini Algeria ambayo imewahi kumaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi ndani ya miaka 10 ni USM Alger mwaka 2017. Lakini toka hiyo ndani ya kipindi cha miaka 10 yote timu za Algeria ambazo zimewahi kufuzu kwenda hatua inayofuata zinamalizaga nafasi ya 2. Umeelewa? Kwa hiyo hapo kuna bingwa wa kumaliza nafasi ya 2
na mabingwa wa kumaliza nafasi ya kwanza ambao ni Ahli pamoja na timu kutoka Morocco ikiwemo FAR Rabat ambayo ilimaliza msimu uliopita katika nafasi ya kwanza. Yanga anaenda wapi? Kwa takwimu hizi Heavyweight tunataka kuniambia Young Africans hapa anaonekana ni kama kibonde. Anaenda wapi? Wewe mwenyewe fikiria, una timu mbili ambazo, una timu moja ambayo yenyewe single handedly ambayo ndo Al Ahly ina wastani wa 90% kwenda hatua inayofuata. 90. Alafu una FAR Rabat kutoka nchini Morocco ambayo inatoka kwenye nchi ambayo ina wastani wa kupeleka timu kwenye hatua inayofuata. Maana kwenye robo finali kwa 90%. Sio, unanielewa? Yaani season ambayo timu kutoka Morocco ilikosa mwakilishi ndio hiyo nimeshakutajia 2023-24 ndio Wydad alikuwa mwakilishi pekee ndio akamaliza nafasi ya 3. Alafu ndio unakuja kwa JS Kabylie team kutoka nchini Algeria. Na ukijaribu kwenda deep zaidi, of course sitaki kufika huko, lakini ukijaribu kwenda deep zaidi ukifuatilia michuano ya Afrika, kwa sababu watu wanabidi waifuatilie, wasifuatilie tu Simba, Yanga, nani na wafuatilie michuano yenyewe ina demand nini. Kwa zaidi ya 88.9. Umeelewa? Timu ambazo ni favorite kwenda hatua inayofuata zinaendaga hatua inayofuata. Ni nadra sana kuona timu ambayo haifanyi haistahili, yani haionekani kama ina uwezo wa kwenda hatua inayofuata ikaweza kwenda hatua inayofuata, ikiwemo Simba Sports Club 2018-19. Hakuna mtu aliyoipa nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kulikuwa kuna Vita Club, kuna Ahli, kuna nani ya JS Saoura, lakini ilikwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo unapata picha gani kwamba hii michuano ni migumu, na the more unavyokuwa unavyoingia kwenye hatua inayofuata unakutana na upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwa staili hiyo nafasi ya Yanga kwenda hatua inayofuata kwenye baada ya group stage kuingia kwenye robo finali naweza nikaipa 10%, labda 10 mpaka 15. Of course 10 mpaka 15. Unaweza ukasema una underrate sana Yanga. Sija underrate Ngwale, nimekupa fact, nimekupa takwimu, sijaropoka. Mimi nimekupa tu kitu ambacho natakiwa nikupe. Sasa ukitaka maziwa niseme ni labda ni tui, nitakwambia maziwa ni tui sasa, lakini utakupa moyo, lakini kiwalisia sio kweli. Ndio hicho ninachokwambia, nimekupa fact kwa nini naamini hivyo, pamoja na kusupport evidence yangu mimi kwa kukupa reference. Sio, unanielewa? Sasa kwa staili yao labda uwaulize wenyewe kama, na ukijaribu pia kuangalia performance ya timu yenyewe inaonekana ina decline, sio ipo kwenye peak ndio ina decline. Yani every factor counts kwenye hii michuano. Timu yao ndio inarudi chini. Sasa sioni namna yoyote wao kwenda kwenye hatua inayofuata. Sioni. Of course sioni. Pengine pia kukosekana kwa Clement Mzize ambaye anakuwa nje kwa takriban wiki 8 mpaka 10 inaweza kuwa ni pigo kwa Young Africans pia. Yeah, of course. Kwa sababu si ndo mastrika wao ndo kama hivyo. Dube ndo striker mwenye uwezo mdogo zaidi wa kumalizia kwa sasa hivi tunavyozungumza. Nafasi nyingi amezipata, anashindwa kuconvert. Andy Boyeli niliwahi kumzungumzia sana, akasema Yanga kwa nini wanasajili mshambuliaji kutoka South Africa? Lini wamewahi kusucceed kwenye majaribio yao kusajili mchezaji kutoka South Africa akawapa mafanikio? Nikataja wakina Skudu Makudubela, nikataja wakina Lazarus Kambole. Umeelewa? Nikawapa na evidence. Lakini hana anachokifanya. Mzize ndo kama hivyo, majeraha yanaendelea kumsumbua. Maybe analipa deni lake huyu Clement Mzize. Maybe. Siwezi nikasema kwamba nini. Simuombei mabaya, na ni kijana mwenzangu na msupport na namkubali mimi kutoka nafsini kwangu. Lakini maybe haya anayopitia kwa sasa ni kile anachotakiwa kukilipa. Sisemi kwa ubaya, lakini kubakishwa kwake hakubakishwa kiwema wema. Kuna watu walipigwa majungu, waliitwa mawinga, watu ambao walimsaidia kwenye karia yake, watu ambao walikuwa wanamtakia mema kwenye karia yake, wakaitwa mawinga, wakakejeliwa kwenye peji za club. Leo hii mchezaji anavoumwa pale, huwezi jua nini kitafata baada ya kupona. Kuna baadhi ya majeraha especially hizi ambazo zina undergo surgeries, zinaendaga zinashusha kiwango cha mchezaji. Sasa na hapo ndo atakapogundua kwamba klabu sio rafiki yako. Yaani ukishuka tu kiwango, ule ufalme uliokuwa unapewa haupo tena. No one cares. Kwa hiyo kipindi ambacho wewe upo kwenye uzuri wa fomu yako unatakiwa uvune. Sasa ukishindwa kuvuna kwenye kipindi kama hicho,
kwa sababu ya labda ya kuangalia sijui mapenzi yako kwa klabu sijui au watu watakuonaje na vitu kama hivyo, basi hiyo itakutani wewe siku ambayo performance yako imedrop. Kwa hiyo mimi namtakia kila la kheri, akifanywa hiyo surgery akipona basi aweze kurejea kwenye kiwango chake. Lakini kama akishindwa kurejea kwenye kiwango chake, atakuwa amefanya mistake kubwa sana kwenye maisha yake, kwa sababu nafasi ambazo alikuwa na uwezo wa kuzipata, iwapo angeenda katika timu la daraja kubwa zaidi, ingekuwa faida kubwa kwa karia yake kama mchezaji na kwa taifa la Tanzania. Unaelewa? Na nafikiri iwe kama funzo pia kwa wachezaji wengine wanapokuwa wanabakishwa kwenye klabu. Wabakishwe. Mimi sipo against kubakishwa kwao, ila waangalie wale watu ambao huwa mara nyingi wanajitokeza kuwapush kwenye karia zao, wawalinde bana. Sawa, mimi nimebaki lakini huyu mtu msimkejeli, msimseme vibaya na ni kwa sababu mimi ninachoamini yeye alikuwa anapambania maslahi yangu, jambo ambalo si baya. Unaelewa? Kwa hiyo to behave professional. Kwa hiyo mimi Mzize nilikuwa mtu wa kwanza ambaye nilikuwa namwambia sana kipindi kile kwamba yeye kubaki kwake sio swala. Kwa nini atumie nafasi hiyo kukejeli, yani kumkejeli yule msimamizi wake Yasmin Razak yule? Kwa nini alikubali? Yani klabu inamkejeli, inamuita winga, sui nini, kwenye vyombo vya habari wanamchafua na vitu kama hivyo, sui nini. Umeelewa? Of course. Sasa angalia kinachomkuta. Wiki 8 mpaka 10 sio mchezo. Nafikiri unaelewa kwa mchezaji tena ambaye amefanywa surgery, kwa sababu akishamalizana na hiyo atakuwa na muda tena wa kufanya recovery. Na kuna possibility kubwa kama mtu akifanywa surgery, kuna possibility kubwa ya kujitonesha na kuweza kuundergo tena injury nyingine. Umeelewa? Kwa hiyo umeelewa? Nafikiri hata wachezaji wengine watakuwa wananielewa ninachokimaanisha. Yani baki kwenye klabu. Yani hayo ni maamuzi yako. Hamna mtu atakaye kuingilia kwenye maamuzi yako. Ila unavobaki jaribu kustaarabika. Ukiona klabu yako inakosa ustaarabu, inaanza kukejeli waliowahi kuwa wasimamizi wako, usi-entertain. Zuia bana, hichi kitu mimi sifurahishwi nacho. Hata kama wakala wangu amewaudhi au menini, achaneni naye. Unaelewa? Kwa sababu kuna zile nyakati nzuri na nyakati mbaya. Siku zote klabu haisimami na mchezaji kwenye nyakati mbaya. Watakuzu nini. Hata huyo Prince Dube sasa hivi wanasema sijui nini, wanampromote, lakini akiendelea hivi consistently, trust me, Dube huyu anapigwa chini. Yani akiendelea tu hivi, kwa sababu yeye ni nani? Mbona basi ingekuwa hivyo raha, wachezaji ambao wana underperform wangekuwa mastaa zaidi, kwa sababu wana uhakika wa kupata backup ya mashabiki, kupoa pesa baada ya mechi, baada ya kukosa magoli mengi na ni kwa sababu timu labda maybe inapata matokeo kwenye hizo mechi. Lakini wachezaji wa hivyo hawana tofauti na pragmatic football, yani ile soka ambalo limebezi kupata tu matokeo. Mchezaji akiwa ana underperform, especially kukosa mabao ya wazi, ni difficult kusustain siku ambayo timu yake itapoteza au itakosa matokeo. Sio, unanielewa vizuri? Pata vizuri. Nilizungumza haya maneno siku ambayo Romain Folz anashinda mechi zake lakini mpira ulikuwa hauvutii. Nikasema miongoni mwa sifa ya mpira ambao tunaoita pragmatic football ni pamoja na yani kuna sifa yao moja wanakuambia difficult to sustain without a win. Yani ukikosa ushindi huwezi kueleweka. Na kweli alivyokosa tu matokeo, nafikiri unajua dhidi ya Silver Strikers nini kilitokea, si ndio? Kwa hiyo hata wachezaji kwa mfano Udube wanamsupport sasa hivi tu kipindi ambacho timu inapata matokeo. Lakini trust me, ni difficult kusustain timu ikianza kupoteza zaidi na zaidi au kukosa matokeo. Maana kuna kupoteza na kukosa matokeo. Kukosa matokeo ni either kutoa sare au kufunga goli moja alafu baadaye ukaenda ukatolewa kwa aggregate. Hiyo pia ni kukosa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu hapo ndo ninapoweza kusema kwamba Mzize kukosekana kwake ni pengo kubwa kwa Mzize pamoja na klabu, kwa sababu hawana mastrika wazuri sasa hivi. Sawa. Bwana, hivyo tumezungumza mengi sana. Tuweke nukta katika hili kwamba kundi la Young Africans
Young Africans akiwa nyumbani New Amani Zanzibar, kuna yote ambaye unaona Young Africans anaweza kupata pointi kirahisi kweli kweli na kumweka nafasi nzuri ya kwenda hatua ya robo finali akiwa nyumbani? Sasa of course hilo swala ni swala ambalo liko very deep. Umeliuliza kirahisi, lakini liko very deep. Umeelewa? Lakini tu uwezekano wa Yanga kupata alama hata 6 upo. Of course upo. Anaweza kushinda mechi 2. Umeelewa, za nyumbani. Kwa sababu mimi sasa hivi, kwa sababu mechi haijachezwa, maana yake tunatumia probability ku predict matokeo. Kwamba Ahli of course ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri zaidi nyumbani pamoja na timu zote za kaskazini. Kwa hiyo Yanga possibility ya kupata hata alama 1 kwenye mechi ya away ni ngumu. Sio kwamba haiwezekani, nielewe. Kwa away ni ngumu hata 1. Kwa hiyo maana yake yeye nafasi yake aliyobakiwa nayo ni mechi zake za nyumbani. Sio, unanielewa? Na kumfunga Ahli hata kama ni mechi yako ya nyumbani, lazima uwe na kitu cha ziada. Sio, unanielewa? Yeah, sure. Yani maana yake uwezo wa kupata sare ni mkubwa zaidi ukicheza na Al Ahli kwako wewe kuliko kumfunga. Usiangalie Simba alifanya nini kwa sababu Simba amemfunga Ahli, usiangalie hayo. Wewe jitathmini. Sababu mara mwisho walipokutana Ahli, tunafikiri tunakumbuka mechi ya nyumbani silikuwa sare. Kwa hiyo kuna Ahli ambayo kumhesabu kama mtu ambaye atakupa pointi zikirahisi ni ngumu. Umeelewa? Kuna FAR Rabat, timu kutoka Morocco. Ni timu, nimekwambia hapo, timu hizi zinakuwa zina wastani mkubwa wa kuongoza kundi. Nikakutajia 71 nukta ngapi? 4 zinaongozaga kundi. Na nafikiri sifa moja wapo ya timu zinazoongoza kundi ni pamoja na kukusanya alama katika mechi za away. Si ndio? Kwa hiyo yeye hapo apambane kwanza, hakikishe at least za JS Kabylie ambao ndo wana uwezo mkubwa timu za Algeria kumaliza nafasi ya pili, au zenye wastani mkubwa kumaliza nafasi ya pili, wastani wa 62.5. Manake ndo wanaweza wakapambana kwanza kubakisha pointi zao za nyumbani huko Zanzibar. Ukiongeza na factor kwamba wanaenda kwenye uwanja ambao wachezaji hawajauzoea, probability za wao kukusanya alama nyingi ni ndogo. Kwa hiyo mimi naweza nika range hapo kwenye 6-7 watazipata of course.